Moyo wako unaweza kutoa porini, your heart can take it from wilderness, kupeleka ikulu, take you to the king house. Lakini moyo wako huo unaweza kutoa ikulu kupeleka porini. But your heart can take to the So watch. Kuwa makini and pray. Naomba. Nebukadneza akaota ndoto. Alipoota ndoto, and he once had a dream, akaota mti uko katikati ya nchi yake. And a dream, a tree in the middle of the Islam. Huo mti una matawi mengi. This dream has a lot of branch. Na watu wamefunikwa na matawi ya huo mti. And people are covered with those branch. Wanafurahia huo mti. And the birds comes down and happy with. Lakini wakati anaushangaa na ufurahia, while he was wondering and rejoicing, na namna ule mti umeinuka juu, the way that tree is very high, akasema pakatokea na mtu mlinzi, appear a person aliyetoka juu, came from above, akashuka akasema, and came down and said, anawapa watu maelekezo, anasema ukateni mti huu, give people instruction, cut kwenye shina lake from the road, katie kwenye shina, cut it from the road, katie pale kwenye shina, cut it there on the road, alafu utaanza kukua tena baadaye and it will start to grow later. Nebukadneza alipoona hii ndoto akaanza kutafuta waganga. When he see this, he started wachawi. Njoni jamani, come here, nitafsirieni maana ya ndoto. Tell me the meaning of this dream. Maandiko yanasema hakuna mganga, the word of God, there is no witch wala mchawi or even aliyeweza kutafsiri ndoto. who was able to ndipo Nebukadneza akagundua kuna kina Shadrach. That's where I realized the Shadrach, akawaita waje wafasiri. And he called them to interpret. Tena anamwambia wazi kabisa, he said, open, najua miungu watakatifu wanakaa ndani yako. I know holy God are within you. Naomba unitafsirie maana ya ndoto. Please interpret meaning of this. Anamwambia kunihadisie. Nebukadneza akaanza kuhadisia. And he started to interpret. Maandiko anasema Daniel alipoisikiliza ile ndoto, when Daniel listened that dream, akaanza kutetemeka mwenyewe. he started shaking. Akasema, mfalme, it's a king, maneno hayo unaoniambia yawapate adui zako, lakini sio wewe. it should get your enemy, but maana unanihadisia kama ndoto, because you told me, lakini naona kitu Mungu anaenda kufanya. But I see what God is going to do. Ndio anamwambia, sikiliza, and say, ndoto hiyo uliyoiota, the dream that you had, ndoto hiyo uliyoiota, the dream that you had, ni wewe Nebukadneza. It's you, Mungu anaapa na anasema, God is swear and say, utaenda porini, you go to the wilderness, zaidi ya miaka 7, more than 7 years, na majuma. Utakaa huko, you stay there, kwa sababu moyo wako, because your heart haujafungamanishwa na Mungu aliyekuwa God, the one who was in the king place, because of the state of the heart, is coming up to the king, anarudishwa porini, going back to the wilderness. Nebukadneza wakati anashangaa namna hiyo, Daniel ameondoka, Daniel left. Maandiko yanasema baada ya siku chache, the word of God, after a few days Nebukadneza akaanza kutembea kuangalia nchi aliyoijenga, hali ya